Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Leo Young Africans watakuwa dimbani dhidi ya Azam FC kule visiwani Zanzibar, na mchezo mmoja kati ya michezo migumu ambayo inawakabili Young Africans kutetea taji lao la ligi kuu ama kulichukua kwa mara ya 5 mfululizo. Of course ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, na ukijaribu kuangalia hivi sasa Azam wana kiburi ambacho wako nacho hivi sasa kutokana na matokeo ambayo wameyapata katika CRDB Confederation Cup, na ukiacha hivyo ukiwaangalia Azam ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na kiwango bora sana kwa siku za hivi karibuni. Wachezaji wake wameonekana kujituma na wanajaribu kuprove wrong watu wengi ambao wamekuwa kiwazungumza zaidi negative ya kwamba wana timu nzuri, wana wawekezaji wazuri, kwa maana wawekezaji wao wamepo proper, wana kila kitu, lakini still matokeo ambayo wamekuwa kiyapata imekuwa yaridhishi. Na ukiangalia msimu huu Azam ndio timu ambayo pia imechukua alama 3 mbele ya Simba Sports. Kumbuka katika mzunguko wa kwanza walifanikiwa kuifunga Simba, lakini mechi yao ya pili dhidi ya Simba wakapata sare. Lakini ukiacha hivyo mzunguko wa kwanza dhidi ya Young Africans wamepata sare, ukiacha hivyo wameweza kuwatoa Young Africans. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Azam wenyewe wamejiboresha, wameonekana kuwa bora kwa kile ambacho hivi sasa wamekuwa wanakifanya. So kwangu mimi nadhani ni mechi ngumu kwa timu zote mbili. Ukiwaangalia Young Africans wao wenyewe wana uhitaji mkubwa sana kupata matokeo katika huu mchezo, kwa sababu ndio mchezo ambao umeshikilia hatima yao ya wao kuwa mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kama watapoweza kupoteza huu mchezo, dhahiri shahiri wanakwenda kupoteza taji hili la ligi kuu soka Tanzania bara, na watakuwa ni kwao utakuwa ni msimu mbaya sana, kwa sababu watakuwa baada ya kupata ngao hawajaweza kupata tena na nyingine taji lingine lolote zaidi ya Muungano Cup peke yake, kwa maana ya Mapinduzi Cup peke yake. So nadhani kwa Yanga ni sehemu ya wao kujiuliza na kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kutetea taji lao ambalo wamelichukua zaidi ya misimu 4 mfululizo. So kwa msimu kwa wao wamekuwa ni bahati mbaya, wanatamani kufanya vizuri zaidi limradi hata kama wamekosa labda kwa maana ya CRDB FA, lakini waweze kupata ligi kuu soka Tanzania bara. Yes. Sawa, uhitaji wa Young Africans ni mkubwa pengine kuliko Azam FC ambaye anaweza akalicheza kwa kurelax, na Jair tunaweza kusema kwamba Yanga kwa mchezo wa leo ana pressure kubwa kuliko Azam FC. Pengine hiyo pressure inaweza kuathiri matokeo na kuingia kwenye pressure hiyo kubwa kama ambavyo waliingia kwenye pressure kule Mwanza kwenye mchezo wa FA na wakapoteza mchezo. Lazima, kwa sababu ukiwaangalia Azam hata kama wakipoteza kwa wao hawajapoteza, lakini Young Africans wakipoteza kwa wao wamepoteza, kwa maana Young Africans wamedominate ligi kwa misimu 4 mfululizo, na huu ni mchezo ambao unakwenda kuamua hatima yao wao kuwa mabingwa ama msimu huu kumaliza bila taji yote baada ya ngao ya jamii peke yake. Kwa hiyo utagundua kwamba Young Africans kwenye huu mchezo watatawaliwa na pressure kubwa, lakini kiacha pressure kubwa ambayo watatawaliwa nayo, Azam wao watakuwa wanacheza wakiwa na uhuru. Kwanza tayari wamefanikiwa kumfunga katika mchezo wa CRDB na wamefanikiwa kwenda katika hatua ya finali. Kwa maana hivi sasa Azam malengo yao zaidi hapo katika mchezo wa finali ya CRDB Confederation kwa aina ya alama ambazo wako nazo na watu ambao wamekuwa wakiongoza ligi kwa maana Simba na Yanga. Kwa vyovyote vile Azam hata kama akishinda kwenye huu mchezo, still sioni kama kuna nafasi yote ambayo anaweza kubadilisha sehemu ambapo hivi sasa walipo, kwa maana nafasi ya 3. Lakini kwa Young Africans kama watapoteza, inamaanisha wao watabadilisha msimamo wao utageuka, itategemea matokeo ambayo atakayopata Simba. Kwa hiyo ukishaangalia kwa mantiki hiyo, utagundua kwamba dhahiri shahiri Young Africans leo hii atataliwa zaidi na pressure kubwa na atatamani kupata matokeo ya ushindi kuliko zaidi ya Azam. Sasa hiyo inaweza ikawa sasa changamoto kwa Yanga, kwa sababu wataingia wakiwa na pressure, na binafsi sishangai kuwaona pia Yanga wakipoteza mechi hii pia, kwa sababu ya uhitaji na pressure ambayo hivi sasa wako na, kwa maana pressure inaweza kusababisha mtu akakosa ufanisi katika kitu ambacho anakifanya. Na ukiwaangalia hivi sasa Young Africans kwenye lugha tu ya kawaida ya kimtani nasema umeingia mchecheto. Yes. Azam FC wana wachezaji wazuri kwenye maeneo karibia yote, na moja kati ya eneo ambalo limekuwa likisumbua kwa Young Africans ni eneo la ushambuliaji, namna ambavyo wamekuwa wakimalizia nafasi zao kwa Prince Dube, lakini pia Alan Okello ambaye anategemea zaidi siku nzuri kazini, na kwenye mechi zenye intensity kama dhidi ya Azam FC ameshuhudia amekuwa hafanyi vizuri. Pengine utulivu unatakiwa kuwa kwenye eneo gani hasa kwa Young Africans kukabiliana na hiyo pressure ya timu kwa ujumla? Nadhani kwanza lazima timu kwa ujumla wake inapaswa kuwa na utulivu kwenye kila eneo, kwa sababu
Ukiwaangalia Yanga, eneo la ushambuliaji limekuwa na changamoto kubwa, kwa maana wascore numbers kubwa ya magoli, kitu ambacho kinapelekea sasa washindwe kufikia yale malengo. Lakini pia eneo la ulinzi, kukosekana kwa Dickson Jobu limekuwa ni eneo ambalo limekuwa likitengeneza makosa mengi. Hata ukiangalia katika mchezo wao wa CRDB, eneo la ulinzi pia limecommit makosa ambayo ilipelekea Azam wao kufaidika nayo. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo pia ambayo Young Africans wanapaswa kwa makini ni eneo lao pia la ulinzi, kwa sababu mchezo kwa Young Africans kuna matukio mawili ambayo kimsingi yanaweza yakawa mazuri. Kwanza, wasikubali kupoteza mchezo. Alafu pili, matokeo ya ushindi, kwa maana Young Africans wao hata kama wakifanikiwa kupata matokeo ya sare, still kwa idadi kubwa ya magoli ambayo wameipata, inaweza kusababisha wao wakawa mabingwa ligi kuu. Lakini ukiacha hivi, matokeo ya ushindi nadhani kwa wao ndio yatakuwa ni mazuri zaidi, kwa sababu ni matokeo ambayo yatakwenda kuwasafisha na kuonesha kwamba wao ni timu ya daraja fulani. So kwangu mimi nadhani kwa Young Africans lazima eneo la ulinzi linapaswa kuwa makini sana kwa kutumia nafasi kuwa makini kuto commit makosa, lakini eneo la ushambuliaji linapaswa kuwa makini kwenye kuhakikisha nafasi chache ambazo zitakazotengenezwa waweze kuzitumia. Yes. Unaiona nafasi ya Young Africans kupata matokeo kwenye mchezo wa leo, lakini pia unaiona Azam FC ikizuia Young Africans kwenye dakika 90? Binafsi si muoni Young Africans yakishinda wala si muoni Azam FC yakishinda kwa aina ya timu zote mbili jinsi zilivyo. Binafsi naona ni mchezo ambao unakwenda kumalizika kwa sare. Tena sare yenyewe itakuwa ni sare tasa ya bila kufungana, kwa sababu tayari mchezo uliotoka uliruhusu idadi kubwa ya magoli. Kwa maana naamini analysis itafanyika ya kutosha katika eneo la ulinzi kwa timu zote mbili, ili mradi waache kuruhusu magoli ambayo yaliruhusiwa katika mchezo uliomalizika siku chache zilizopita. Kwa hiyo utaona kwamba mimi binafsi ukiniuliza mchezo huu wa leo, sioni Young Africans ikipoteza mchezo, lakini pia sioni Azam ikipoteza mchezo, lakini mchezo kwangu mimi nauona ukienda ukimalizika kwa sare ama suluhu ya bila kufungana kabisa. Sawa, Simba nao watakuwa dimbani leo Jamhuri pale Morogoro dhidi ya Mtibwa Sugar. Simba wakicheza na timu kama Mtibwa, huwa inatokea wanaweza kuwa na performance baya, licha kuwa current performance tunazungumza kwenye ligi ni yeye na Azam FC ambao wamekuwa na performance hiyo, lakini michezo leo inachezwa muda mmoja na Simba wana huo uhitaji wa kuliendea taji la ligi kuu soka Tanzania bara. Ili atoe taji anategemea Young Africans kuangushwa na wengine na yeye kupata matokeo kwenye mechi zake zote. Of course ukiangalia Simba kwenye ligi kwake yeye inaweza ikawa ni changamoto, kwa sababu ligi atategemea zaidi maamuzi ya wapinzani wengine wa Young Africans, kwa maana Young Africans anapaswa kupoteza mbele ya wapinzani wengine ili Simba apate nafasi ya kupenetrate kuweza kutoa taji hilo. Kwa hiyo hivi sasa Simba kitu pekee ambacho anakifanya ni kuhakikisha anaweza kupata matokeo ya ushindi kwenye kila mchezo. Kwa Kiswahili cha kawaida tunasema kila mtu ashinde mechi zake. Ndio hivi sasa level ambayo tumefikia ya ligi. Simba anahakikisha anashinda mechi zake, lakini pia Young Africans ahakikishe pia ashinde mechi zake, kwa maana mwisho wa siku general mahesabu yatapigwa, nani ataonekana kuwa bingwa. Kwa hiyo hata hivi Simba wenyewe anacheza dhidi ya Mtibwa Sugar, lakini pia akili na macho yapo kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Azam, kwa maana matokeo ya kule kwake yeye anaweza kuwa mazuri zaidi ya kusababisha yeye kuwa bingwa wa ligi. Kwa hiyo utagundua kwamba kwa Simba of course wana mchezo dhidi ya Mtibwa, lakini kwangu mimi sioni kwamba Simba yupo katika hiyo hali mbaya ya kuweza kupoteza mchezo mbele ya Mtibwa Sugar. Na ukiangalia kwa Simba hawana pressure, kwa sababu hivi sasa lengo lao kubwa kwanza msimu wao kuwa na malengo makubwa ya kutoa mataji kiasi hichi. Ikafikia hatua tukasikia hata msemaji wao alizungumza kuhusu swala zima la kugawana ubingwa, kwa maana nafasi ya kugawana ubingwa hipo, kwa maana wao wameshatinga hatua ya finali ya CRDB Confederation Cup. Kwa maana malengo ya Simba hivi sasa akili yao ipo zaidi kwenye CRDB Confederation Cup, huku ikitokea itakuwa kama sehemu ya bonus, kwa maana kama Young Africans ataweza kuachia alama na kudondosha ubingwa, lakini hivi sasa akili ya Simba ipo kwenye CRDB Confederation Cup. Yes. Mchezo zaidi ya Mtibwa ni mchezo rahisi? Kwa Simba ni rahisi. Yes, kwa Simba ni rahisi kwa fomu ambayo yuko nayo, kwa quality ambayo yuko nayo hivi sasa, technical bench ambayo wako nalo, spirit fighting ambayo wako nayo wachezaji, kwenye kila kitu Simba wako bora. Na kwangu mimi naweza kusema kwamba Simba wana advantage kubwa kushinda mchezo dhidi ya Mtibwa, kwa sababu sioni kwamba Mtibwa ana timu ya kuizuia Simba. Sioni Mtibwa kama ana timu ya kumzuia labda kina Libasi na wachezaji wengine wa daraja la juu. Kwa hiyo utagundua kwamba kwa mchezo wa Mtibwa kwa Simba ni mchezo ambao hupo ndani ya uwezo wao. Kama watashindwa kupata matokeo,
watakuwa wameshindwa wao, lakini ukiangalia utaona ni mchezo ambao upo kwenye uwezo wao kabisa na wanaweza wakafanya vizuri kama watajiandaa vizuri. Japokuwa ukirejea mchezo wao mzunguko wa kwanza ulimalizika kwa sare, lakini bado hauoneshi kwamba Mtibwa anaweza akawa ana timu ya kumzuia Simba, na ukiangalia tayari kwenye mchezo wa kwanza walishaweza kupata alama. Kwa hiyo Simba kwa namna moja ama nyingine lazima atatamani kupata matokeo ya ushindi ili kuprove long ya kwamba mchezo wa kwanza ulikuwa ni bahati mbaya sisi kupoteza, lakini nyinyi hamuna timu ya kutufunga sisi. Yes. Kuna muda mechi kama hizi ambazo zinakuwa underrated zinakuwa na hiyo tension kwamba Simba ana uwezo wa kupata matokeo kirahisi, lakini kuna muda mechi inakaza, mpinzani anakuwa mgumu. Pengine ni wachezaji gani hasa ukiwaangalia ambao wanaweza wakapambana kwenye hizi mechi tatu ambazo zimesalia zinaonekana kama rahisi kwa Simba? Kwa Simba, of course, Simba, uzuri wa Simba hivi sasa wana timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri kwenye kila maeneo. Ukijaribu kuangalia eneo la ulinzi unakuta pale kina Lucien Delok, Ismail Tule na wengine ambao wanaunda safu ya ulinzi wamekuwa na kiwango bora sana, na wengi wao ni wana ile desire na passion ya kufanya kitu kikubwa. Ukimwangalia Lucien Delok ni miongoni mwa wachezaji wa daraja la juu, Ismail Tule kwa maana pia wana kiu ya kujaribu kuonesha standard na ubora ili baada kufikia lengo fulani. Lakini ukija katikati tuseme pia kina Yusuf Kagoma amekuwa akifanya vizuri, lakini eneo la ushimbiaji kina Liba Asegwe, kina Chama wamekuwa akifanya kazi kubwa sana. So utagundua kwamba kwa Simba sio timu ya mchezaji mmoja mmoja hivi sasa. Simba ni timu ambayo imekuwa ikicontain numbers kubwa ya wachezaji ambao wamekuwa na fomu nzuri ambayo kimsingi wanaweza kuisaidia timu kwenye kila aina ya mazingira. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni jambo ambalo huwezi kusema kwamba kuna Libase, hauwezi kusema labda kuna Chama. Ni jambo ambalo unaweza kusema kwamba Simba ni Simba ya kila mchezaji, na imekuwa na daraja hilo la ubora ambalo kimsingi limekuwa likisababisha wao wapate matokeo kwenye kila mchezo. Kwa maana hiyo ni timu ambayo sasa itabidi kwenye nyakati tutamwona atafunga Chama, kwenye nyakati tutamwona atafunga Libase, Anseti Oula, kwenye nyakati tutamwona ataingia Semani Mwalimu atafunga Mpanzu. Kwa maana timu imekuwa imegawanyika na wachezaji wamekuwa wakifanya kazi kubwa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa Simba in general hakuna mchezaji mmoja mmoja ambaye anasaidia timu, but kwa sasa Simba inasaidiwa na wachezaji wote kwa sababu kila eneo linaonyesha daraja na standard ya juu kabisa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.